Tangazo. Mtumishi wa Mungu na mpaka mafuta wa Bwana Nabii namba 7 anapenda kukukaribisha mwananchi kwenye kongamano kubwa kabisa la urejesho wa nyota. Ni kongamano la siku 5, kongamano litakaloanza tarehe 9 hadi tarehe 13 katika ukumbi wa Mama Peti. Ukumbi huo, kwa mtu usiofahamu, unapatikana Ngaramtoni, maeneo ya njia ya ng'ombe. Ukifika kibaoni kwa mbele kabisa, uliza ukumbi wa Mama Peti, hapo basi utaelekezwa. Kumbuka basi ni kongamano kubwa kabisa la urejesho wa nyota. Ni kuanzia majira ya saa 9 hadi majira ya saa 11 za jioni. Nyote mnakaribia. Nyota ni ile hali ya mtu ndani mwake kusikia kwamba kuna uhai, kuna afya, kuna kila kitu. Nyota ile inapenda kaa pale juu. Kama unavyoiona ile inayokaa pale juu, huwa kuna mbadala, kuna nyota inayokaa ndani kwa mtu. Ndani yangu? Ndio, ndani mwako. Nyota ya mafanikio. Nyota ya maisha. Kwa hiyo kama mimi kwa sababu sina hela, maana yake nyota yangu ndiyo amechukuliwa. Ndio maana yake nakwambia, kwa watu wasio na fedha, uchumi umepotea, ulikuwa unafanya biashara, mambo hayaendi vizuri, ujue kabisa mpaka hapo nyota yako imeibiwa au imechukuliwa au imeuzwa. Hata ile mtoto wangu ambaye amefukuzwa kwa mume yake inamaanisha kwamba ana nyota ya kuishi. Yaani hata huyo ambaye yeye amefukuzwa kwa mume, maana yake nyota ya ndoa haiko kwake, hapendi tena na mume baada ya nyota kuondoka. Naeleza mimi. Kitu ninayokueleza, nisikilize kwa makini. Na maanisha nyota ni mwanadamu ana sehemu kuu mbili. Sawa. Unaishi katika ulimwengu wa roho kwanza. Ndio huu ulimwengu wa nyama hivi ulivyo. Maana yake haya maisha unayoishi hapa, ndani mwako kuna maisha yanayoendelea yanaitwa maisha ya imani. Kwa hiyo katika ile maisha ya imani kuna kitu kinaitwa nyota. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mimi anauza ng'ombe mnadani. Ndio. Juzi naenda mnadani anauza ng'ombe yangu kwa mnene. Sasa ile ng'ombe akaja mteja mmoja akauliza bei shilingi ngapi ng'ombe? Nikamwambia $1,000,000. Yeti pale kasonga mbele kidogo akaniambia anarudi. Nasonga mbele kidogo pale akakuta ng'ombe na konda. Ile mtu akauliza shilingi ngapi? Akaambia $1,200,000. Ya kwangu akaacha ile ya kwangu akachukua ile $1,200,000. Sasa hapo umetofautiana nyota. Wewe nyota yako imefifia. Wewe nyota yako haipo. Hata kama una kitu kizuri hakionekani. Lakini yule mwenye nyota, hata kama kitu chake ni dhaifu, kinaonekana kulingana ile nyota yake ya ndani, inang'aa, inavuta vitu, inachukua vitu kwa watu, inavuta fedha. Kwa hiyo njoo kwa jenerali wa upako akurudishie nyota. Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa anakufa ile nyota, maana yake nyota ya kuishi ndio ametoka. Safi sana, kumbe umenielewa. Maana yake ulimwengu wa roho ndio umebeba uhai wa mtu. Sasa huko kwenye ulimwengu wa roho, nyota ikichukuliwa, kuna namna nyingi. Inaweza ikachukuliwa ili usiishi tena. Kwa hiyo ile mtu hatoishi, atakufa. Kwa hiyo hata Mosiliani aliyokufa alikuwa na nyota ya kuishi. Hana nyota ameshachukuliwa. Na yeye hana nyota. Wote waliokufa hao nyota zao zilichukuliwa. Na kuna mahali wamehifadhiwa. Hizo nyota kuna mahali zimehifadhiwa. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna mikakati kama hizi tunayoishi katika dunia hii. Angalia moja akae maana hapa. Karibu Masai. Mbona mimi sasa ameshindwa hata kusimama, naona asikia kitu inatoka hapa kwenye nani hapo hapa. Kwa hiyo ni nyota pia. Hiyo ni nyota. Sasa anaishije? Sasa ili upate sasa hiyo nyota. Njoo kwa Nabii namba 7. Kwa namba 7 anapatikana wapi kwanza? Kwa sasa ana semina pale Ngaramtoni, njia ya ng'ombe, Texas. Ile Marekani? Hapana Masai, unanipeleka mbali. Hapa Arusha kuna njia ya ng'ombe nyingi, lakini mimi nakuelekeza njia ya ng'ombe iliyoko Ngaramtoni pale Texas. Kuna ukumbi wa mama mmoja anaitwa Mama Peti, mama mmoja bonge. Hapo. Kwa hiyo kama mimi anatokea Arusha mjini, kama unatokea Arusha mjini, mwambie conductor unapanda magari ya Ngaramtoni. Ndio. Unapanda magari ya Ngaramtoni, ukifika Texas unamwambia conductor nishushe njia ya ng'ombe